Ijumaa Kuu muhimu zaidi popote pale ulipo, nikitumai kwamba unaendelea kusherehekea Pasaka kwa siku hii ambayo ni bora zaidi na kwa njia moja kuhusisha wengine. Nikikusabai na kukaribisha katika awamu hii ya TV47 Matukio. Jina langu Elizabeth Mutuku, na wasiliana nasi katika 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, kurasa zetu za X na pia kupitia YouTube unatupata kwa njia ya moja kwa moja, na kauli yako siku zote huwa nasema inakubalika. Moja kwa moja ni kwamba waumini wa kanisa Katoliki mjini Bungoma wakiongozwa na Padri Mkuu wa Kristo Mfalme Jeremiah Manuni wameadhimisha njia ya msalaba leo Ijumaa ili kukumbuka mateso ya Yesu Kristo. Wakristo hao wakiongozwa na Benson Mutimba wamesema kwamba Ijumaa Kuu ni siku muhimu, wakikariri kuwa wakati mwafaka wa kushirikiana na kusaidia wasiojiweza, na huku wakitaka wanasiasa kuacha cheche za matusi. Wakenya wote dunia mzima wasimame imara siku ya leo, washerekee vizuri, wasitusiane, wasichokozane, wapendane. Wale wanaona chakula kama uko nayo, saidia mwenzako na usiongee vibaya kwa mwenzako, na uende kanisa uombe na ushukuru Mungu aendelee kukulinda. Friday hii inamaanisha kufa na Yesu na kufufuka na Yesu, na ile mateso Yesu alipitia yote. Siku ya leo ni siku kubwa sana ya kukumbuka Yesu. Alipitia vita mingi, lakini alisimama imara, hata akabeba mzigo yetu kwa juu yetu. Hakuna mwanadamu anaweza kubali, hata kama ni mimi nibebe msalaba yako, lakini Yesu alikubali kubeba msalaba kila mtu hapa duniani. Kwa hivyo naomba, kama Yesu aliamini kubeba msalaba kila mtu, pia sisi nafaa tubebe msalaba ya kila watu. Tukisalia kwa Pasaka ni kwamba Wakristo wakiendelea kusherehekea msimu huu wa Pasaka, viongozi mbalimbali humu nchini wameomba Wakenya viongozi kuishi kwa amani na kupunguza matamshi ya chuki. Akizungumza katika eneo la Mukuru wakati wa kutoa viti vya magurudumu kwa watoto wenye ulemavu na pia vyakula vya msaada kwa jamii, mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nairobi Esther Passaris amewaomba viongozi kutowachochea Wakenya, huku akiwaomba Wakenya kuwasaidia wenzao katika jamii. The impact that it does to the environment, because you see the issue with climate change and everything else, the reason why we're having so much issues at the moment with the environment right now when climate changes is because we're cutting down trees. We don't have enough trees within the environment. Our forefathers survived very, very well in the forests and in a manner that was sustainable. Times have changed, yes. We have industrialization, we have ways of modernization. However, we need to build in sustainability in our biodiversity. Samahani kwa hilo, baadaye tutakuletea taarifa hiyo kwa kina. Na baadhi ya viongozi katika kaunti ya Nairobi wanaitaka tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC kuchunguza madai ya wapigaji kura katika kaunti ya Nairobi ambao wanahamishwa bila idhini yao katika shughuli ya kuwasajili wapiga kura inayoendelea katika kaunti ya Nairobi. Viongozi hao wakiongozwa na naibu kiongozi wa wachache katika bunge la Nairobi na mwakilishi wadi wa Nairobi South Waithera Chege wanadai kuwa maeneo bunge ya Embakasi ya kati magharibi ndio yameathirika zaidi. Waithera alisema haya wakati wa kutoa hisani za Pasaka katika wadi yake. Sisi tunataka kuuliza IEBC, wale watu wote kura zao zimebadilishwa bila kujua, zikapelekwa Garissa, wahamazishe hao watu waweze kurudisha kura kwa sababu hawakuelezwa pahali wamekuwa registered. The most affected constituencies are Embakasi Central and Embakasi West. Watu wamesajiliwa kupiga kura Garissa. Na hao watoto wanaomba sana wasaidiwe kwa sababu hawakuambiwa kura yao inaandikishwa Ukienda kujiandikisha kura, hakikisha kwamba umeangalia ile gadget inawekwa information ya aina gani. Because we don't want our people to move from Nairobi. You live in Nairobi from January to December. You invest, you live here, you work here. It's only fair that now
you also vote within your area. So tunataka tuulize IEBC na serikali kuhakikisha ya kwamba hao watu wa Nairobi ambao wanabebwa kupelekwa Garissa, kwa sababu finally hawataenda kupiga nini, hiyo data yao sijui inataka kutumika na nini. Namna Wakristo wakisherehekea msimu wa Pasaka, viongozi mbalimbali humu nchini wameomba Wakenya viongozi kuishi kwa amani na kupunguza matamshi ya chuki. Akizungumza katika eneo la Mukuru wakati wa kutoa viti vya magurudumu kwa watoto wenye ulemavu na vyakula vya msaada kwa jamii, mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nairobi Esther Passaris ameomba viongozi kutowachochea Wakenya, huku akiomba Wakenya kusaidia wenzao katika jamii. As we go through Easter right now, I want Kenyans to understand that we are all children of God. There is no religion that preaches hate and division. So if you see people passing judgment on others in a very negative way, creating movements that can destabilize the country and talking about tribes and saying, oh, we are in this because of this tribe or that tribe, it's wrong. I want to appeal to, to all Kenyan citizens, let's stay united and let's understand what we need. Recently we had fires within our area, especially here in Mukuru kwa Ruben. So many households have been destabilized, and today, with her assistance through the national government and the Honorable CS for Ruku, Geoffrey Ruku, we are able to distribute food and non-food items. Namna wito umetolewa kwa serikali kutenga bajeti ya kutosha kusaidia watoto walio na ugonjwa wa tawahudi yaani autism humu nchini. Walezi katika taasisi ya Agape kaunti ya Kiambu wanasema watoto wengi hukosa huduma muhimu kutokana na changamoto za kifedha. Pia wameitaka serikali kubuni nafasi za ajira kwa watu walio na ugonjwa huo ili kuwawezesha kujitegemea, wakisisitiza umuhimu wa kupambana na unyanyapaa kupitia ushirikiano wa jamii. Watoto shida yao kubwa yenye mimi naonanga ni kukosa material, ama watoto wazazi hawana hiyo awareness, hawajui. Kuna watoto wengine unapata mzazi ako na mtoto lakini kumtoa nje inakuwa ni gumu, ni changamoto kubwa sana. Wale wazazi wako na watoto wako na disability au wenye wako na autism, mostly the major challenge we encounter ni stigma. Na hiyo today we are here to create awareness, to expose hawa watoto. Hawa watoto ni wetu. And when we expose them, hiyo inamaanisha kila mtu ako na jukumu kusupport huyu mtoto. People with the disabilities are always being neglected by some of our well-wishers who can be helping them. And if we keep them at home, no one will realize that there's something like this. Then it's also important because they are also human beings. Let's come together as people who are in different stakeholders to come and support at least these kids with autism. Kwingineko ni kwamba wakazi walioghadhabika wameziteketeza nyumba 3 za mshukiwa wa wizi anayeshukiwa kuhangaisha wakazi wa kijiji cha Materere Biego, wadi ya Kiambu Nyuri, kaunti ya Nyamira, kufuatia ongezeko la visa vya wizi wa ng'ombe, huku akipatikana na ng'ombe 5 wanaodaiwa kuwa wawizi. Tukio hili limezua taharuki miongoni mwa wakazi waliodai kuchoshwa na vitendo hivyo vinavyoendelea. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo ametufuatilia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mama mwenye tunaita ntamame na china mama tunamheshimu sana, mama wa heshima. Leo tumekuwa na msangazo saa 4:30 nyumba imechomwa, nyumba yake. Vitu ilikuwa ndani imechomeka, tena vitu ni ya wizi. Vitu ya kanisa imepatikana kwake. Kila kitu ng'ombe imepatikana kwake. Mwezi uliopita kuamkia saa 9 ya usiku nikapata nyumba ya kichana yangu imepomolewa. Kusetuka hivi kuingia kwa ndani nikapata kila kitu, hakuna mattress ile kubwa ya ile kitanda kikubwa kabisa na tupe 3 na sahani na box na firasi yote imechukuliwa, hata chabi kwa muranga hakuna. Ni wakazi wa kijiji cha Meterere Eronge walioghadhabika kufuatia kukithiri kwa visa vya utovu usalama katika eneo hili kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, hali iliyowalazimu kuishi kwa hofu, huku baadhi wakikosa hata usingizi kutokana na wizi wa mara kwa mara wa mifugo na kuvunjwa kwa maboma ya watu. Huyu mama enta mame
Ng'ombe chinaivigwa kwa hii michichi, chinaivigwa kila wakati. Sasa ng'ombe ingine ikapatikana mahali alikuwa anauza ng'ombe moja. Mwenye kuuziwa akasema alikuwa anatoka kwa Intamame. Sasa hiyo ng'ombe ikifuatiliwa, sasa bakapata ng'ombe mingi kwa hii mji ya Intamame. Ng'ombe mingi, ng'ombe 5 na ndama. Tulienda mpaka Nyaramba police station tukapata hiyo ng'ombe tukaleta kwa boma yetu. Wakati tumeleta leo asubuhi tumesikia nyumba imechoma kwake. Tumekuja leo asubuhi tumefuatilia vitu vimetoka kwa nyumba yake mingi, kila kitu ya mtu mpaka makanisa, makiti, milango. Mtu alikuja akiona kitu yake, mtungi ya maji, anamwaga maji chini anaenda nayo. Wakazi sasa wamezitaka asasi za usalama kuimarisha ulinzi na kuongeza doria, wakisema wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na ukosefu wa usalama. Sisi kama wamama kwa Kongwa cha namna hivi, kila kurara usingizi, isiyo ni stress nyingine. Kwa maana ukisikia kitu kimekonga hivi, unakaa, unaangalia pande zote. Sasa tutafanya namna gani? Badala ya kupumzika, usaidizi wa serikali. Sasa wache weke patroli, asaidie hii wachana wetu wakubwa. Na usiku wa leo tena pia nyumba imechomwa hapa. Nyumba imechomwa, lakini usuri vitu haikuporwa sana, ni kuchoma nyumba na kuchoma vitu zenye zilikuwa pale ndani. Lakini zile zenye zilipaki wenyewe wamechukua. Ile usalama yenye tunataka kusema mimi kama community policing, msichukue mikononi mwenu sheria. Serikali iko yenye itakuwa inafuatilia, mnaelezea mtuleti kwa kijiji, alafu sasa ndiye anapeleka hiyo maneno, kila kitu inafuatiliwa kwa utaratibu. Kwa sasa maafisa polisi wakishirikiana na machifu wanaendeleza operesheni ya kuwasaka washukiwa wengine ili kukomesha mtandao wa uwizi wa mifugo unaodaiwa kuathiri eneo hilo kwa muda mrefu. Wito sasa umetolewa kwa wakazi katika eneo hili la Biego kudumisha amani hasa wakati uchunguzi unaendelea. Kutoka kaunti ya Nyamira nikiripotia TV47, mimi ni Kombo Alfayo. Asante sana Kombo Alfayo kwa taarifa hiyo. Na uwepo wa miundo misingi kama reli ya SGR na barabara ya expressway unaendelea kuvutia wawekezaji katika sekta ya mikahawa humu nchini. Hatua hii imechochea upanuzi wa biashara mbalimbali, ikiwemo kampuni ya Java iliyofungua tawi lake la 100 katika eneo la Syokimau, maeneo yanayokuwa kwa kasi na kuvutia wawekezaji kutokana na urahisi wa usafiri, huku upanuzi huo ukichangia pakubwa kuundwa kwa ajira kwa vijana na kukuza uchumi wa maeneo hayo. We have created that space, that that environment where businesses will feel comfortable doing business in Syokimau. We are a resident association that usually fights, those unplanned, those funny businesses. So the reason why most businesses are feeling attracted to Syokimau is because we've really given Syokimau. We've seen Syokimau grow, and Mombasa Road specifically grow from one-lane road to dual, and now express, and now we are hosting a lot of things, including the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. We have been looking at Syokimau for many years. We've been looking for the right location. So it has always been a dream location for us as a business because of the community. Yeah? So Syokimau is home to probably over 100,000 people. And so our brand strategy or our company strategy is to bring Java closer to the Java guest. So we're always looking, how can we come closer to the Java guest? Na wataalam wa afya wametoa wito kwa serikali kuwekea sheria kali za kudhibiti ukataji miti haramu, wakionya kuwa mwenendo huu unaweza kusababisha ukame mrefu na kuathiri pakubwa msimu wa mvua. Profesa Peter Kirira, naibu chansela mwandamizi yani DVC chuo kikuu cha AIPA anayehusika na utawala, amesema ukataji wa miti tayari unaathiri msimu wa mvua na kuibua maswali na wasiwasi kuhusu utoshelevu wa chakula na uhaba wa maji. Wataalamu pia wamesisitiza umuhimu wa jamii kuchukua jukumu la kupanda miti katika msimu wa mvua ili kulinda mazingira na kuimarisha usalama wa rasilimali ambazo ni muhimu. The impact that it does to the environment, because you see the issue with climate change and everything else. The reason why we're having so much issues at the moment with the environment right now when climate changes is because we're cutting down trees. We don't have enough trees within the environment. Our forefathers survived very, very well in the forests and in a manner that was sustainable. Times have changed, yes.
We have industrialization, we have ways of modernization. However, we need to build in sustainability in our biodiversity, because science has proven for a fact it is no longer a myth that degradation is disastrous for humanity. We have seen the way when there has been a lot of climatic changes. A few years ago you'd predict the rain patterns, but because of the fact that we have not been very kind to nature, that has affected the way even our seasons are. Namna mashindano ya urembo Afrika maarufu kama Mr. and Miss Africa yanaendelea hapa jijini Nairobi, huku zaidi ya watoto 70 kutoka zaidi ya mataifa 20 wakishiriki. Kulingana na waandalizi wa mashindano hayo, ni kuwa yamechangia kuinua taifa la Kenya haswa katika sekta ya utalii, huku washikadau wakihimiza wazazi kuwapa nafasi watoto wao ili waonyeshe vipaji vyao. Never give up. A crown is something that's earthly. A queen doesn't come from a crown. A queen comes from her behavior, her confidence, her responsibility, her love for her community. We've got parents and their children that have come from 70 countries, and they're here in our hotels. That means our people are getting employed, and they also get to see Kenya. They get to experience it, and then they will speak about it, and more people will come. And then the coverage that we'll get for this event will mean that Kenya is on the, it's placed on the face of Africa. And we have parents who really wanted their children to participate, but financially they could not afford. Yeah, so I'd ask the government to kindly come in also and help us promote this platform for the future. Na serikali imetangaza mageuzi makubwa katika mfumo wa pensheni kwa kuzindua jukwaa jipya la dijitali litakaloanza rasmi mwezi Mei mwaka huu. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema mfumo huu utanufaisha zaidi wastaafu 100,000 kwa kuondoa urasimu wa karatasi, kupunguza ucheleweshaji na kuhakiki malipo yanayofanywa kwa wakati. Katika hatua nyingine ya sera, pensheni na hazitatozwa ushuru, hatua inayolenga zaidi kuhamasisha utamaduni wa kuweka akiba. Serikali pia inatarajia hazina ya malipo ya uzeeni NSSF kufikia shilingi trilioni 1 ifikapo Disemba, fedha ambazo zitasaidia miradi ya maendeleo humu nchini. That system is starting on 1st of May. If you remember last year around May, we had actually a deadline up to 10th of May for everyone to register as a pensioner online, and that was very successful. Now we are implementing an e-system, just like the way we put in place EGP to ensure that we automate the manner in which pensions are administered in this country, and that's going to really help our pensioners so that they get it on time. Let's also remember that we have now zero-rated pensions. You don't get any taxation on your pension. It's very clear. We have had very good pension reforms and savings, and we anticipate by December, NSSF will have collected over 1 trillion shillings. By now it's about 670 billion. And that will also help us to finance our development. So this really is the reforms that the government has put in place. Remember, when we came into power, people are saving between 7 and 15%, and we want to push forward, just like China is saving up to 55%. Bila shaka nachukua mapumziko ya dakika 2, tukirejea tuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia, hivyo basi usicheze mbali. Na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Ayubo kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, hebu kama taka juicy juni. We will root out the wrongs, those who trust in corruption and death. Hey bro. She offered me 10 million to break up with you. Not take you seriously when you look like that. Hapa kama nani?
perfect way to kick off the whole weekend. Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting. Refisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. Refisha ushinde. KCB, for people, for better. What makes Kipsuto different is the fact that you can just walk in and accept your ideas are nurtured and also nurtured in different directions. You can get to do anything that you want. What is that word? Tune in this and It's every basically Friday. that free, that Let's broken, make and very welcome. Fridays unforgettable. Only on TV47. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Kumbuka kwamba kauli yako ni kwa 22047 mitandao ya kijamii katika kurasa zetu za TV47 tutakuwa tukipitia kabla sijaondoka studioni. Kwingineko ni kwamba vijana hapa jijini Nairobi chini ya kauli mbiu ya Niko Kadi na Ruto wamejitokeza kuonyesha uungwaji mkono kwa Rais William Ruto katika juhudi za kuhamasisha wenzao kujisajili ili kuwa wapiga kura. Wakizungumza katika shughuli hiyo katika jumba la Anniversary Towers, viongozi wao wakiongozwa na Nicholas Galgalo wamesisitiza muhimu wa Tuko Kadi na unalenga kuimarisha azma ya Rais William Ruto kuwania muhula wa pili. Galgalo ametaja utendakazi wa Rais William Ruto akitaja ujenzi wa zaidi ya nyumba 200,000, kupungua kwa bei ya mbolea na ajira kwa walimu 100,000. Aidha, wamehimiza Wakenya kudumisha umoja na kuunga mkono juhudi za maendeleo ambazo zinaendelezwa humu nchini. Zile shida ambazo William Samoei Ruto anapitia ni because of tribalism, na shida yake kubwa si kwa sababu ya kazi ambazo amefanya, ni kwa sababu ya jina yake ya pili, ni kwa sababu anaitwa Ruto, ni kwa sababu anaitwa Kipchirchir. Na tunataka kusema kama Wakenya, we are politically conscious. We know what William Samoei Ruto promised. We know what he has delivered. William Samoei Ruto amejenga 273,000 units. Is that a fact or a lie? Tunasema kutoka leo, wale walikuwa wanafikiria ati wako na monopoly ya Gen Z na wanasema ati kadi ni zao, sisi tunataka tuambie kutoka hapa, sisi ndio wenye kadi. Bara la Afrika linagharamikia 25% ya magonjwa humu ulimwenguni, ila mataifa ya Afrika yanatengeza 3% tu ya dawa ambazo zinatumika. Hivyo basi takriban ya 70% hadi 90 ya dawa zinazotumika zimetoka mataifa ya kigeni. Wakizungumza wakati wa kongamano linalowaleta pamoja washikadau wa sekta ya famasia jijini Nairobi, wanafamasia hao wametoa wito kwa mataifa ya Afrika kukuza na kukaza kamba zaidi kuwekeza katika sekta ya kutengeza dawa humu nchini. Haya yanajiri wakati ambapo kumekuwa na visa vya usambazaji wa dawa gushi humu nchini, na sasa washikadau wa afya wametaka kuwe na udhibiti wa dawa ambazo zinatumika, huku wakiwarai watengezaji dawa kutengeza dawa bora na kwa bei nafuu. And so we started the initiative, which has now strengthened the regulatory system and established a foundation for the African Medicines Agency, which is now leading the ecosystem in terms of strengthening regulatory harmonization, strengthening regulatory systems for quality production. Only 20% of our essential medicines are manufactured in Kenya. So that becomes a health security issue, and we just need to make sure that the barriers that our local manufacturers are facing are actually dealt with by the government. So some of the barriers that the local manufacturers are talking about have to do with high capital outlay. In terms of SEZs, how do we ensure that their local manufacturing sites are SEZs? And then also from a VAT and a tax perspective, how do we make sure that the tax incentives are there for our local manufacturers? There has to be
a collaboration between the private sector and the public sector. And where the public sector is coming in is providing incentives, but also providing the demand side. And we're saying that 30% of all medicine consumed in our hospitals or procured by government must be from local manufacturers. And we're saying that we're going to put that in law, so to make sure that we support this local manufacturing, not just by saying, but by action point. Na kwa lengo la kuboresha huduma za afya, vijana kutoka kote nchini wamejumuika katika shindano la kwanza kabisa kuwania wajasiriamali katika sekta ya afya. Shindano hilo ambalo limeandaliwa na Chama cha Viwanda na Biashara humu nchini KNCCI kupitia mpango wa Afya Bridge linalenga kuinua uvumbuzi wa afya, ushauri na kufungua njia za ushirikiano wa kikanda na kibara kushughulikia changamoto kubwa za kiafya barani Afrika. Shindano hilo pia limeangazia suluhu bunifu zitakazoshughulikia mapengo ambayo yapo katika utoaji wa huduma na teknolojia na upatikanaji wake. We identified a gap at the health sector that the entrepreneurs or the founders of this health led organization are getting into business without understanding the fundamentals of running a business. So as a chamber, we said, let's look for a development partner or come on and bring people who are, and bring partners who are going to support them in empowering them, capacity building them, so that we can be able to refine these ideas. And the idea is to give a chance to our youth and various entrepreneurs to be able to come forward with ideas that will solve our solutions, because Africa can only solve its own problems the African way. And I look forward to a very productive day. We'll be looking at entrepreneurs with different innovations in this healthcare sector who are looking for funding to scale up. And it is important for us because one is that once they scale up, we see they are going to, add into employment. Taarifa nyingineyo ni kwamba gavana wa Kisii Simba Arati ameibuka kuwa gavana bora zaidi humu nchini kutokana na utendakazi bora katika tuzo za Star Leaders zilizodhaminiwa na kampuni ya Polytrack Africa na ambazo pia ziliwatambua viongozi mbalimbali humu nchini. Magavana Anne Waiguru wa Kirinyaga na mwenzake wa Machakos Wavinya Ndeti wakichukua nafasi ya pili, huku gavana Patrick Ntutu wa Narok na Hamid Abdullahi wa Wajir wakishikilia nafasi ya tatu. Katika ubunge, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ndiye bora zaidi, akifuatwa na Patrick Makau wa Mavoko Ndindi Nyoro wa Kiharu, huku mwakilishi wa kike wa Nyeri Rahab Mukami akiongoza kwa akina mama, na kufuatiwa na mbunge Beatrice Adagala wa Vihiga na Betty Maina kutoka Murang'a. Katika serikali ya kitaifa, mawaziri John Mbadi, Geoffrey Ruku walichukua nafasi ya kwanza, huku waziri Kipchumba Murkomen akichukua nafasi ya pili na Opiyo Wandayi nafasi ya tatu. I want to thank the people of Kisii, and this award today is not for me, it's for the people of Kisii. Kisii, we are number one in the map of the country's development and achievement that we have received. Therefore, anywhere Kisii walks, let me be proud that indeed the development you have put in place. I want to tell you, we have not stopped completely the corruptions and sievages loopholes which are there. But I'm happy that through a scientific poll, it has vindicated us that indeed we are working. Yesterday, the day before yesterday, last month, we have been on the trail of development. Machines in road constructions, hospitals, giving milk to the children of ECD, giving bursaries. That's what goes directly to our people. And it's up to us as leaders, indeed, to change the way of the country management of governance issues. I want to tell Kenyans that leadership is not about power. It is not about positions, and it is not about titles. It is about service delivery. Service delivery is the foundation of great leadership.
Tukidunda viwanjani ni kwamba shirika la Hands of God jana jioni lilizindua rasmi kampeni ya ndondi mtaani katika hoteli moja hapa jijini Nairobi. Wanabondia chipukizi kutoka maeneo mbalimbali nchini watapata nafasi ya kuonyesha ubabe wao kupitia mchezo huo wa ndondi. Shirika la Hands of God linalenga kukuza mchezo wa ndondi nchini. Kaunti ya Nairobi, Eldoret, Nakuru, Machakos na Kisumu ni kaunti ambazo zimepewa kipaumbele katika shughuli za kutafuta chipukizi hao ambao wataweza kupatiwa mafunzo maalum ili kuweza kuiwakilisha Kenya katika mashindano ya ndondi. Our approach is to do something called talent detection and development at the grassroots. That's why we're calling it Ndondi Mtaani. We do believe that there's a lot of talent that lies in the grassroots. What they need is a structured platform where they would be able to grow their talent, of course through a development program, a holistic development program that ensures they get the right technical skills, of course facilitated by certified coaches. They go through a proper nutritional regime. One other thing that we want to do with them is take them through mentorship, because discipline is very, very critical in the game of boxing. Every month they'll be going outside the counties to make sure that boxing now goes to every corner of this country, which, you know, is very, very important. Kwingineko ni kwamba wafuasi wa klabu ya Soi United wameanza matembezi ya kilomita 350 kutoka Soi katika eneo la Likuyani hadi Nairobi ili kuchangisha fedha kwa ajili ya timu hiyo ambayo imekuwa ikipata tabu za kifedha katika miaka ya hivi karibuni. Klabu ambayo ilianzishwa mwaka 2017 imekuza wachezaji mbalimbali ambao wanacheza ligi kuu ya soka humu nchini. Matembezi hayo yanalenga kuhamasisha rasilimali huku mipango pia ikiendelea kwa ajili ya kampeni kubwa ya ufadhili mwezi Mei ili kupata nafasi na basi la timu kupunguza changamoto za usafiri zinazoendelea ambazo zimeathiri zaidi fedha katika klabu hiyo. Kama kuna yote ambayo yuko kule na ana will kusupport hii timu, ni vyema zaidi ajitolee, na itakuwa ni vizuri kusupport timu kama hii kwa sababu ina vipaji tofauti na vijana wetu najua wataenda mbali. Challenges ambazo timu yetu imekuwa ikiface ambayo ni Soi United, financial challenges. I decided to come up with an initiative ya to raise funds so that we can support our team. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo na kunja jamvi la awamu hii ya TV47 matukio saa 1 kamili. Tutapatana hapa ni kujuze mengi, na wakati ambapo unasherehekea Pasaka haswa Ijumaa hii kuu, hakikisha kwamba hujasherehekea peke yako, mfanye na hata mtu mwingine mmoja. Pasaka njema. Kwaheri kwa sasa.